Kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu imeendelea leo, huku upande wa mashtaka ukirejea kuhoji cross examination au maswali ya dodoso baada ya Lissu kutumia vikao vilivyotangulia kupinga ushahidi uliowasilishwa dhidi yake. Majaji watatu walipoingia mahakamani, karani wa mahakama aliita kesi ya jinai nambari 19605 ya mwaka 2025 ya Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu. Timu ya upande wa mashtaka ilitangaza kuwa iko tayari kuendelea kumhoji Lissu, ambaye aliomba muda mfupi wa kushauriana na mawakili wake kabla ya kuambia mahakama kuwa yuko tayari. Mwendesha mashtaka Nasoro Katuga alianza kwa kuuliza maswali kuhusu kauli kadhaa ambazo Tundu Lissu alizitoa wakati akijitetea. Mazungumzo ya awali yalijikita kwenye tuzo ambayo Lissu aliitaja katika ushahidi wake. Katuga aliuliza ni nchi zipi za Afrika ambazo Tundu Lissu alizipigania wakati akipokea tuzo hiyo. Lissu alisema hakuwa ametaja nchi hizo mahususi. Katuga pia alihoji madai ya Tundu Lissu kwamba sifa yake ilikuwa imeongezeka, akiuliza ni kwa namna gani alipima hilo. Lissu alijibu kuwa heshima si kitu kinachopimwa kwa sensa, bali kwa kutambuliwa kwa mtu na mashirika ya kimataifa ambayo yanaheshimika. Maswali yalihamia kwenye moja ya masuala makuu ya kesi hiyo, matumizi ya upande wa mashtaka ya mashahidi waliolindwa au wasiotambulika majina yao. Wakili Katuga alimuuliza Tundu Lissu kama mashahidi ambao utambulisho wao ulifichwa walikuwa hawajulikani kwake na kwa wanachama wengine wa upande wa utetezi. Lissu alikubali, akisisitiza kwa majina kama vile P1 na P2 hayakuwa majina yao halisi. Katuga alipouliza ni sheria ipi inayotaka mashahidi watoe majina yao, Lissu alirejelea sheria ya mwenendo wa makosa jinai CPA na sheria ya ushahidi, akitaja hasa kifungu cha 192 cha CPA. Mjadala uliendelea kwa msisitizo zaidi wakati Katuga alipomtaka Tundu Lissu aeleze kama mashahidi hao wasiotambulika walikuwa wamefichwa kweli au kama huo ulikuwa ni mtazamo wake tu. Tundu Lissu alisisitiza kuwa msimamo wake ulitokana na ushahidi na mtazamo wa kimantiki, kwa sababu kwa mujibu wake mashahidi hao walijulikana kwa upande wa mashtaka na polisi, lakini hawakujulikana kwa upande wa utetezi. Wakati fulani wakili wa serikali Katuga alidokeza kuwa Tundu Lissu alifundishwa mbinu za kujibu maswali ya kuchagua jibu sahihi shuleni. Lissu alipinga ulinganifu huo, akisema alifundishwa kufikiri kwa kina badala ya kujibu maswali ya kuchagua jibu. Mjadala huo ulivutia umakini ndani ya mahakama, huku pande hizo mbili zikiendelea kubishana kama kauli za Lissu zilikuwa ushahidi wa moja kwa moja, mtazamo wa kimantiki au dhana tu. Kisha wakili wa serikali Katuga alizungumzia matukio yanayohusu mkutano ambapo waandishi wa habari walidaiwa kutakiwa kuondoka kabla ya kufanyika kwa majadiliano ya ndani. Lissu alikiri kuwa waandishi wa habari waliondolewa katika sehemu ya mkutano huo, akifafanua kuwa taarifa ambazo waandaaji walitaka umma uzijue hatimaye ziliwekwa wazi kwa umma. Pia Katuga alimhoji Lissu kuhusu madai yake kwamba wachunguzi walipaswa kushauriana na mkurugenzi wa mashtaka ya umma walipodai kubaini uwezekano wa kuwepo kwa kosa la uhaini. Tundu Lissu alisisitiza kuwa kutotajwa kwa kifungu mahususi cha sheria katika ushahidi wake hakukumaanisha kuwa sharti hilo la kisheria likuwepo. Kisha mwendesha mashtaka alirejea kwenye madai ya Lissu dhidi ya maafisa wa ngazi ya juu wa polisi, Camillus Wambura na Ramadhani Kingai. Katuga aliuliza iwapo Lissu alikuwa ameeleza hapo awali kuhusu kuwa na mgogoro binafsi na maafisa hao wawili. Lissu alifafanua kuwa alikuwa ameeleza hali aliyoiona kuwa ni uhasama mkubwa na kusema kuwa amekuwa akiteswa kwa nia mbaya kwa takriban miaka 24. Alipoulizwa iwapo aliwahi kufungua kesi ya kushtakiwa kwa nia mbaya dhidi yao, Lissu alisema hakufanya hivyo, lakini akahoji kuwa hilo halikuondoa uhalali wa madai yake. Sehemu nyingine muhimu ya maswali ilihusu mashahidi ambao utambulisho wao ulifichwa na upande wa mashtaka. Katuga alimuuliza Lissu iwapo mashahidi hao walikuwa wamewahi kukamatwa na uhusiano wao na makosa yanayodaiwa ulikuwa upi. Katuga alimuuliza Lissu iwapo mashahidi hao walikuwa wamewahi kukamatwa na uhusiano wao na makosa yanayodaiwa ulikuwa upi. Hata hivyo, Lissu alisisitiza kuwa baadhi yao hapo awali walikuwa washukiwa wa vitendo vya uhalifu kabla ya baadaye kujitokeza kama mashahidi wa upande wa mashtaka. Katuga alimhoji Lissu iwapo sheria ilizuia watu wa aina hiyo kuwa mashahidi ndani ya mahakama.
Lissu alikiri kuwa sheria haikuwazuia moja kwa moja kutoa ushahidi, lakini aliendelea kuhoji uhalali na uaminifu wa ushahidi wao. Kisha mwendesha mashtaka aliuliza iwapo ama kuhusu kauli zinazohusishwa na Lissu kuhusiana na kuvuruga uchaguzi wa mwaka uliopita. Katuga alidokeza kuwa mashahidi walikuwa wameiambia mahakama kuwa mipango yao inayodaiwa ilichochewa na maneno ya Tundu Antipas Lissu. Lissu alikataa kuwajibika kwa yale ambayo watu wasiojulikana walidhani au kupanga, akisema hakuwafahamu mashahidi hao na hivyo hakuweza kuthibitisha iwapo madai yao yalikuwa ya kweli. Kisha Katuga aliuliza iwapo Tundu Antipas Lissu alikuwa ameiambia mahakama kuwa mashahidi hao walikuwa wakisema uongo. Lissu alijibu kuwa alikuwa ameelezea ushahidi wao kuwa haukuaminika na kuwataja mashahidi hao kama wahalifu na waongo. Maswali yalikuwa makali zaidi pale wakili Katuga alipodokeza kuwa utetezi wa Lissu wenyewe ulikuwa umehoji kwa nguvu kuwa maneno yake hayakuweza kuchochea watu. Lissu alijibu kuwa aliwaambia majaji kuwa maneno hayo hayakufikia kiwango cha uchochezi au kosa la jinai. Mazungumzo kisha alirudi kwenye istilahi zinazohusu mashahidi hao. Katuga alitumia neno ulinzi wa mashahidi, huku Lissu akisisitiza mara kwa mara kuwa maelezo yake yalikuwa mashahidi waliofichwa utambulisho badala ya mashahidi wanaolindwa. Alisema kuwa tofauti hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu kwa mtazamo wa upande wa utetezi utambulisho wao ulikuwa bado haujajulikana. Katuga aliendelea kumhoji Tundu Lissu iwapo msimamo wake ulitokana na taarifa alizonazo moja kwa moja. Hata hivyo, Lissu alisisitiza kuwa huo ulikuwa ni hitimisho lililotokana na ukweli kwamba upande wa mashtaka na polisi walijua mashahidi ni akina nani, huku upande wa utetezi ukiwa haujui. Kisha mjadala mahakamani ulihamia kwenye suala jingine kabisa kuhusu video ambayo inasemekana Tundu Lissu aliwataja majaji kama wanachama wa CCM. Katuga aliuliza iwapo Tundu Lissu alikumbuka kutoa kauli kama hizo. Safari hii mwenyekiti Tundu Antipas Lissu alisema anakumbuka vizuri na kusisitiza kuwa kwa kawaida huwa hajakanusha kauli alizozitoa. Katuga pia aliuliza kuhusu kesi nyingine ya jinai inayomhusu Tundu Lissu ya madai ya kuchapisha taarifa za uongo. Tundu Lissu alithibitisha kuwepo kwa kesi hiyo dhidi yake katika mahakama ya Kisutu na hata kutaja namba ya kesi hiyo, ingawa alisema hakukumbuka jinsi alivyojibu wakati mashtaka ya awali yaliposomwa kwake. Kisha mwendesha mashtaka alihamia kwenye uchaguzi mkuu uliopita na nafasi ya Tundu Lissu kama mwenyekiti wa Chadema. Katuga aliuliza iwapo Lissu alikuwa ametangaza kuwa hatagombea katika uchaguzi huo. Lissu alisema hakukumbuka kabisa. Kisha Katuga aliuliza iwapo Chadema iliweza kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2025. Jibu la Lissu lilikuwa la moja kwa moja. Alihoji mwanzo ni uchaguzi upi ambao mwendesha mashtaka alikuwa akiuzungumzia kabla ya kusema kuwa chama chake kikushiriki. Mabadilishano ya maneno katika kikao hicho yalionyesha upande wa mashtaka ukijaribu kupima ushahidi wa awali wa Lissu kwa kumtaka afafanue kauli mahususi, huku Lissu akiendelea kutumia majibu yake kupinga tafsiri ya upande wa mashtaka kuhusu maneno yake na pia kuhoji uhalali wa mashahidi. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au awamu hii. Nitaweza kurejea tena na update nyingine kutoka mahakamani tuweze kuendelea na hapa tulipoachia, lakini kabla tufanye hivyo hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile utakuwa wa kwanza kupokea taarifa zetu pindi tu zinapochipuka.